Hello, mambo vipi mtazamaji wa 7 Media, mimi naitwa Miss D na leo niko na story kubwa ambayo ilitrend hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na voice notes ambazo alivujisha msanii Gachi ambazo zinamhusu Haji Manara. Sasa Doto Magari bwana akaamua azungumzie hii issue ambayo imetokea. Kitu kikubwa ambacho Doto amezungumzia ni kuhusiana na baadhi ya wasichana kufanya vitendo ambavyo vinaweza kumrudisha mtu nyuma kutokana na nyinyi wenyewe mlikubaliana nje ya mitandao, lakini mwisho wa siku mtu kutuma voice kwenye mitandao ya kijamii na kumchafua mtu inakuwa sio vizuri. Kitu kikubwa ambacho Doto amezungumzia kuhusiana na wasichana ni kwamba kama unajua haumtaki mtu au haupo kwenye maelewano mazuri, either hautaki kuonana naye au umtaki kimahusiano, basi usitumie pesa zake au either usimrekodi ili mradi uje kumchafua kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni baada tu ya voice ambazo Gachi aliziachia na kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi sana wameziona kuhusiana na Haji Manara. Alimkatia tiketi ambayo ilikuwa imegharimu shilingi milioni 1,20,000. Mwisho wa siku Gachi akasema hiyo pesa alirudisha baada ya kutoonekana akiwasili uwanja wa ndege baada ya kukubaliana kwamba kuna vacation wanaenda kuonana. Sasa Doto Magari amezungumzia kuhusiana na hilo na watu wengi sana wamemsupport kwa kile ambacho amekizungumza. Kuna baadhi pia wanawake wamesema ni sawa ambacho Doto amekizungumza, kwa sababu sasa hivi kumekuwa na matukio mengi sana yanatokea kutokana tu na vile wasichana wengi wanakuwa wanatumia pesa za wanaume na either kwamba hawawapendi hao watu, ili mradi tu wenyewe wanasema ni kwamba tunatumia tu pesa, amekuja mwenyewe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa sio kitu kizuri, na iko ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha ukatili mkubwa sana kwenye jamii yetu. Kama unavyojua pia mbunge wa Kigoma aliwahi kuzungumzia hilo pia, Baba Levo hivi karibuni bungeni aliwahi kuzungumza na kusema kwamba sasa hivi kumekuwa na ukatili ambao wanaume wanahusishwa kufanya vitendo vya ajabu kwa wanawake, lakini kitu kikubwa ambacho Baba Levo alisema ni kwamba wanawake pia wanatakiwa wapewe elimu ili matukio haya yapungue, kwa sababu haiwezekani mtu afanye matukio tu bila kitu nyuma kutokea. Sio kila mwanaume anakuwa na moyo wa uvumilivu, na watu kama wanavyojua tumeumbwa na mioyo tofauti tofauti. Mtu mwingine hawezi kuvumilia kile ambacho mimi au wewe unaweza kuvumilia, tunakuwa tofauti. Kuna mwingine anakuwa anatoa huduma nyingi sana, kuna mwingine anaacha support kutoka kwa wazazi, anaamua kumgharamikia mwanamke, lakini mwisho wa siku mwanamke anaamua kumkataa au kuwa na mahusiano na mtu mwingine. Hiki ni kitu ambacho pia Baba Levo aliwahi kuzungumza, kikifuatiliwa vizuri na wanawake wakipewa darasa vizuri, kinaweza kikafanya ni njia mojawapo ya kupunguza ukatili. Lakini pia Baba Levo aliwahi kuzungumzia pia issue ya faraha. Wanawake wengi sana sasa hivi wamekuwa wanarekodi wanaume wakikutana nao kwenye sehemu za faragha na baadaye kuja kuvujisha kwenye mitandao ya kijamii, kuonekana kama vile mtu unamkomoa na vitu kama hivyo. So hiki kitu ambacho Baba Levo alikizungumza ndio kitu ambacho Doto Magari hivi karibuni aliwahi kukizungumzia kupitia ukurasa wake wa Instagram mara tu baada ya Gachi kuvujisha voice notes ambazo zikimuonyesha Haji Manara akiwa kwenye mawasiliano naye kuhusiana na hiyo issue yao ya ticket ambayo Gachi alikatiwa. So imekuwa kama ni vile watu wengi wamemuunga mkono Baba Levo kwa kile ambacho kimetokea kwa Gachi, lakini kwenye baadhi ya matukio ambayo sasa hivi tunayaona kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wakifanywa ukatili kwenye mahusiano, hii mara nyingi inawakuta wanawake, kwa sababu watu wanasema bwana, mwanaume hawezi kufanya tu ukatili bila sababu nyuma yake. Vitu vingi vinakuwa vinatokea kutokana na sababu kubwa ambayo behind mtu mwenyewe anakuwa anaijua. So Doto Magari alikuwa amezungumza bwana, kama mwanamke unajua hauwezi kutoka na huyo mwanaume, basi usitumie pesa zake. Unajua kabisa hutoweza na humuhitaji kwenye mahusiano, usitumie pia pesa zake. Licha ya hivyo alisema sio vizuri, inakuwa kama ushamba, watu wanakuwa wanatafuta umaarufu. Yaani iko kitu ambacho watu wanakuwa nakifanya, kuvujisha voice note au kumrekodi mtu na kuja kumpost kwenye mitandao ya kijamii, inakuwa kama vile mtu anatumia njia ya kuja kutafuta umaarufu, na sio kitu vizuri, kwa sababu sisi ni mabinti na bado tunajitafuta kwenye njia tofauti tofauti. So kuna njia nyingi za kutokea
kwenye kujitafuta au kwenye kupata umaarufu, tofauti na kile ambacho Gachi alikifanya. So Doto Magari amewaomba bwana baadhi ya wasichana kuacha tabia hizo, hasa wadada wa mjini, kutofanya vile ambavyo watu wengi wamevifanya na tunaona matokeo yake, kwa sababu mwisho wa siku unaamua mchafue mtu alafu wewe sasa ndio unaendelea kudhalilika na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wa Gachi aliwahi kufanywa interview na nukuu hapa, alisema kwamba yeye kwa upande wake hakupenda kudharauliwa hata kama pesa ilitumwa, lakini kwa upande wake alifanya kurudisha kama vile akupenda kudharauliwa au kuonekana cheap sana na vitu kama hivyo. Lakini baadhi ya watu wengi wamesema Gachi amekosea kuvujisha voice kwa sababu ni makubaliano yao yalikuwa huko, watu tulikuwa hatujui, lakini mwisho wa siku amekuja kwa njia kama vile kumchafua ambaye ni diwani wa Kariakoo Haji Manara, na kitu ambacho sio kizuri, hata sio kwa Gachi lakini kwa msichana yote. Mkiwa kwenye conflict au upo kwenye maelewano mazuri na mtu wako, sio vyema mtu kuanza kuvujisha voice notes za watu kuonekana wewe ndio bora sana. Iko kitu hakipendezi, kwa sababu bwana dunia ina mambo mengi sana. Leo upo hivi, kesho unaweza kukutana na yule mtu ambaye umemchafua akakusaidia kwa namna moja au nyingine. So hivi ambavyo amezungumza, na hii ndio voice ambayo Doto Magari alizungumzia. Tumsikilize. Mimi naitwa Miss D, nyuma ya kamera Mtasha. Kweli kumekucha, mji unachangamka, lakini mji unapochangamka ujue uchangamshe mji kwa staili ya ukweli. Sio unauchangamsha mji kwa staili ya sifa, uende mjini upate content, sio contact. Sasa kama mzee umemkataa, afu ujue mzee kaongea kibingwa, msikilizeni vizuri. Sikiliza. Unasikia? Mzee kaongea kibingwa, kama utaki rudisha hela yetu. Sasa wewe kelele za nini mitandaoni? Unamrekodi mzee. Acheni ushamba nyinyi watoto wa mjini. Unajiita watoto wa mjini, sio mabinti wa 2000. Hakuna hata binti wa 2000. Sasa hivi wote watu wazima tu. Sawa? Yaani kama vile unajitia njafu, unajikosesha riziki kwa matajiri au kwa watu kama sisi wenye chochote. Kwa sababu sasa hivi mnakuwa ni mkitaka kwenda mjini mrekodi mtu sauti yake, sijui nini. I make sense, I need you. Nyie mabinti acheni, mnajitia njaa. Sifa zina mpango. Haya leo umemrekodi, kesho watu wakiamka wamesahau. Unaonekana wewe bwege tumbugila ashangedele. Sawa? Kwa sababu kama ungekuwa mpendi usingekuchukua namba, msingewasiliana. Umeona sasa mzee kaongea kibingwa, nirudishie hela yangu kama utaki. Kama unatafuta drama wewe zipate. Yaani mzee yuko live, washamba ni watu wa mjini. Mwenyewe mnaona sifa. Eti wewe una nini wewe? Kinyogoli mmoja tu. Wewe unaweza kumsumbua mzee wetu wewe. Jamani, mambo kwa ushahidi. Sasa mzee kaongea ukweli, rudisha hela yangu. Kokorochi wewe. Yaani unataka kwenda kudonyolewa, rudisha hela. Sawa, sio unakimbilia tu mambo ya mjini eti ukajua mzee labda mbugila. Mzee si mbugila. Mzee anasimamia pale kwenye misimamo yake. Sawa? Kakutongoza mzee miadiana, ukatiwe tiketi mwende sehemu mkaenjoy, unaanza kuleta shobo mitandaoni utake kiki ya nini wewe mshamba? Watu watakupunguza tu. Utaenda kudonyolewa na ajinga enzio huko. Alafu mzee yuko live, utaki sio kwenda wapi kupanda ndege, rudisha hela yangu. Eti yongo yani rudisha hela isiwe maneno si ndo hao shataka mshamba Acheni ujinga mabinti wa mjini. Mtu kakutongoza kakutumia chochote, maana hakunaga hela kuna chochote. Piga kimya, umemkataa piga kimya, maisha endelee. Tunza heshima yake na yatunze heshima. Hivi hata mimi ukinirekodi Doto Magari leo babu, unionyeshe kende zangu. Sasa utanipa wateja. Sawa? Mimi mwenyewe najulikana niko live. Sawa bwana, sina mkono wa bilika mshamba Acheni ujinga nye mabinti wa mjini, njaa zinakupelekeni mbio. Yaani njaa mbaya sana rafiki. Alafu jua kuistamilia njaa. Alafu jua kucheza na mitihani ya njaa. Maana njaa ni mitihani. Njaa kila mtu anayo. Sema ni mitihani. Je, mitihani yako unafaulu vipi ya njaa? Acheni ushamba nyinyi. Kila siku mnamsakama babu. Kila siku mnamsakama tu huyu mzee. Mzee sasa hivi yuko live. Umejipendekeza kwa mzee kakutumia hela yake, utaki kudonyolewa, rudisha hela. Yaani si mzee mtu yoyote, hata mimi babu. Eti umeniletea katika timing zangu, si umechukua changu. Eti baadaye unaniletea mazingzong. Nikikukamata nachukua chochote. Rudisha hela yangu, oya babu vipi wewe mshamba? Mwacheni mzee wangu wewe, mzee yuko kwenye game. Alafu mzee yuko mbali sasa hivi. Kwa hiyo mkijaribu kumwandama mzee mumshushe meleji, mumshushi. Nyie ndo mnajishusha mabinti. Sawa bwana? Bwana yenye mabinti wa mjini wa shamba sana. Oya naona sasa hivi staili ya kurekodiana sauti zimeingia kweli. Vipi babu, njaa inakupelekeni wapi nyinyi? Hemu pambana na mitihani ya njaa. Ujue ufaulu vipi? Sio ufaulu na mitihani ya njaa kwa visa, kwa majungu, haisaidii chochote.
Mzee huyu hapa kaongea kibingwa. Utaki siyo TRA siyo nini tiketi ya ndege kwani TRA wanahusika? Rudisha hela yangu, milioni yake moja na bei gani mshamba wewe. Oya udemu sinichi afu mshamba. Sawa? Sema wanahabari tu wanapendaga kukuza vitu. Hemu siku babu mimi ni rekodini. Mimi si mnanichuna sana. Ni rekodini babu afu uone. Mimi nikikukamata nachukua simu, nachukua hela yangu chochote, twende kokote unakotaka. Ushahidi si upo kama hivi. Sasa ulinipa namba yako ya nini? Baadaye uende mjini unajifelisha maisha, mnajitia njaa wasichana. Mtu yoyote awe kijana mwenzio, awe babu alokuzidi umri, kama baba yako, babu yako kwa kutongoza, umtaki piga kimya. Eti sio mambo ya mitandaoni utajifezesha, utajishusha meleji. Yaani hata watu wa maana watakuwa kuchukui, watakuona wewe sinichi ya shangedele, una haraka na dunia, washamba nyinyi. Hiyo naongea mimi babu. Huyu mzee wangu wa Jimanala, mzee wangu. Napambana naye mwanzo mwisho. Dunia ndani mpaka duniani huko haela, washamba nyinyi. Mwacheni mzee. Mzee anaendelea kula bata lake, mzee anatumia pesa yake, washamba nyinyi. Etio, sijui ni umepata nini za kumrekodi mzee. Ungekuwa mtaki si ungeachana naye tu. Washamba sana. Alafu sema wanawake wa mjini ndio mshazoea. Hamwezi kwenda mjini mpaka muende kwenye mitandao ya kijamii, mjionyeshe kwenye studio, redio huko, muitwe, muongee ujinga. Oya, sio poa babu, mnajishusha. Madada, kweni na kolomelo, kweni na misimamo. Wangapi mbona wanatongozwa na watu maarufu wakubwa sana afu hata hujui. Anaweza akachukua hata milioni 10. Wewe umepewa kimilioni cha tiketi ya ndege hicho. Wewe si mshamba kabisa. Watu wanapewa hadi milioni 150 na mtu hajapewa chochote wala hajamdonyoa mtu na watu wanapiga kimya. Sema ukikaa kisela maskani mmekaa zenu baa sehemu mmeuchuna tu, maisha yanaendelea, mtu anakumbuka da udemo alinipiga milioni 50. Lakini sijapiga wala nao sijamdonyoa, lakini imeenda kimya. Yaani hata mwenyewe alochukuliwa hela anakubali, hajaonekana live. Yaani anajua yeye na yule mchukuaji na mpokeaji. Lakini wewe kimilioni unakitangaza mitandaoni, si umerudisha tiketi ya ndege watu ndio wakuone mjanja. Watu wanakuona mshamba tu wa shangedele mbugila. Kwani tiketi ya ndege ndio nini? Rudisha hata tiketi ya jeneza. Mshamba, kataa hata kufa, rudisha tiketi ya umauti. Mshamba. Acheni kumzalilisha huyu mzee. Manara bado yuko kwenye azi yake na mzee yuko juu atapambana na maisha yake. Naweza kuonyesha video ambayo imesababisha haya yote yatokee. Shamba sana nyinyi. Manara kwenda kwenye kipindi cha Wasafi na shamba sana nyinyi. Maisha yako hivyo, wadada mjini. Yaani sasa hivi njaa zenu yaani mnashindwa kuvumilia mitihani ya njaa. Maana njaa ni mitihani. Unaifaulu vipi? Ukistaili gani? Usimchokoze mtu, siwe tu unajitongozesha kutumia hela umrekodi eti ndio upate nini. Watu wakuonee piskali. Watu wanakuona shangedele tu. Shamba Acheni mwacheni Manara wa watu mzee wetu. Acheni. Unaona tunamtia stress ni. Sasa hilo si janga dogo kabisa. Mzee kakutana na majanga mazito. Hapo si kama anakoroga chai ya maziwa tu, janga hilo anakoroga anakunywa. Washamba nyinyi. Piga kelele kwa Manara wake. Mzee kadai hela yake, yuko haki. Mzee kasimamia misimamo. Utaki kudonyolewa, rudisha milioni yangu ya tiketi. Kichogo Kwenda kokorochi.